Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado uko na Adam Hussein. Waziri Mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu anataka kuunda muungano utakaoshirikisha Waarabu kukabiliana na mihimili ya Wasunni na Washia. Waziri Mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu amesema juhudi zinazoendelea kufanywa ni kuunda kile alichokielezea kama muungano wa kikanda wa kukabiliana na kile alichokiita mihimili ya Kisunni na Kishia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Bloomberg, Netanyahu ametoa matamshi hayo katika mkutano wa baraza la mawaziri kabla ya ziara ya waziri mkuu wa India Narendra Modi wiki hii. Amesema mtandao huo na muungano atakaopendekeza utazijumuisha India, nchi za Kiarabu na Afrika, Ugiriki, Cyprus na nchi nyingine za Asia. Maana yake amedai kuwa nchi hizo zina mtazamo mmoja wa maono ambao ni tofauti na kile alichokiita mhimili wa Kishia wenye msimamo mkali na mhimili wa Kisuni wenye msimamo mkali pia. Waziri mkuu wa utawala wa Israel ameendelea kudai kwamba lengo ni kuunda mhimili wa nchi zinazoona uhalisia, changamoto na malengo kwa namna moja, tofauti na mihimili yenye msimamo mikali unaojumuisha mhimili wa Kishia na mhimili wenye msimamo mkali wa Kisuni unaoanza kujengeka. Wakati huu inaonekana Saudi Arabia, moja kati ya taifa lenye msimamo wa Kisuni miongoni mwa mataifa ya Kiislamu ulimwenguni, yanajijenga na kuwa na upinzani fulani kwa upande wa Israel. Saudia na Israel bado hazijakaa sawa kuelewana, na ikumbukwe kwamba nchi zote mbili ni mataifa ambayo yana uhusiano wa karibu na Marekani. Hata hivyo, kwa upande wa nchi za Kishia inatazamwa sana Iran, ambayo kwa muda mrefu imekuwa na msimamo mkali, na hata makundi ambayo yamejengeka kufuata Ushia, ikiwa ni pamoja na kundi la Houthi wa Yemen, ambalo kwa namna moja ama nyingine kwa Iran yanaonekana ni makundi hatari. Lakini pia inadaiwa wakati huu madhehebu ya Kisuni na Kishia katika eneo la Asia Magharibi yanaungana kwa pamoja kwa ajili ya mapambano dhidi ya serikali ya Israel. Ikumbukwe katika nchi ya Palestina kwa mfano, inatajwa kwamba Wasuni ndio wengi, na hata kundi la wapiganaji la Hamas linadaiwa pia kuwa na misimamo ya Kisuni, na ni kundi ambalo limekuwa likishirikiana kwa kiasi kikubwa na Washia, hasa katika kipindi cha vita ambapo wapiganaji wa Kishia kutoka nchini Yemen kwa maana ya Wahouthi, lakini pia na hata Iran zinadaiwa kwamba zimeshiriki vilivyo katika vita hivi kwa kuisaidia Hamas ambao ni Wasunni. Waziri Mkuu wa Israel Bwana Netanyahu amesema ushirikiano kati ya nchi hizo unaweza kuleta faida kubwa na bila shaka utatoa dhamana ya nguvu na mustakabali wao. Kwa madai yake, Netanyahu ameongeza kwamba ikiwa nchi hizo zitajiunga na muungano huo, ushirikiano kama huo utaweza kutoa matokeo muhimu na kuhakikisha uthabiti na mustakabali wa Israel. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.